Labda unaielezeaje hatua ya msamaha ambao Mheshimiwa Rais alitoa kwenu? Na je, siku unakamatwa ukiwa Oysterbay mpaka siku unapelekwa Magereza, uliamini kwamba kuna siku utakuja kuwa huru kama sasa ambao unaongea? Sikuwa na, unajua sio hata nisemaje. Sio hata nisemaje Hakutegemea basi. Pole. Hakutegemea nadhani ndio maana analia. Sasa muongeleaje msamaha kwa maagizo ya Rais kwenda kwa DPP? Mshukuru Rais. Mimi sina kusema zaidi ya kumshukuru Mheshimiwa Rais, DPP na wote walioshiriki kwa kusaidia sisi kuweza kutolewa. Mimi namshukuru tu Mheshimiwa Rais. Ni hivyo tu. Sina mengi ya kusema. Naomba tu mniruhusu nikapumzike hata kidogo. Basi. Mamangu, kama unaweza kusema labda. Kwanza kabisa namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Ni siku nzuri, mashallah. Nimerudi kuungana na familia yangu tena. Na haikuwa safari rahisi, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu. Kikubwa tu, mimi sina chama chochote cha siasa na wala sijihusishi na siasa kwa namna yoyote ile. Ni mwananchi tu wa Tanzania. Kwa hivyo hata wakati nafanya baadhi ya vitu ambavyo nilivifanya ambavyo vimepelekea mpaka mambo yote yameweza kutokea, baadhi ya vitu ni misunderstanding tu, lakini mimi sipo kabisa katika siasa. Ila namshukuru Mungu kwamba uchunguzi umefanyika sehemu tofauti tofauti na msamaha umeweza kupita wa Mheshimiwa Rais. Vitu vimeweza kuwa vyepesi na leo niko nyumbani. Lakini zaidi ya yote nishukuru mamlaka zote na nimshukuru sana mamangu kipenzi. Nilipata taarifa nikiwa ndani, bado sijapata nafasi ya kuona vyote maana ni vingi. Mimi mwenyewe akili yangu kwa sasa hivi bado I'm not in a mood to explain so much about anything. Lakini tu nimshukuru mama yangu kwa vyote alivyofanya, kwa namna alivyonipigania kama mzazi, familia yangu kwa ujumla, marafiki zangu na Mheshimiwa Rais. Kwa kifupi sina mengi ya kuongea. Ila nashukuru Mungu niko nyumbani, nimerudi salama. Ni hivyo tu. Hiki kitu ambacho Mungu amenipitisha, najua amenipitisha kwa ajili ya vijana wenzangu. Kuna vitu ambavyo tunavifanya kwenye maisha yetu ya kila siku, tunaviona ni vitu vya kawaida, lakini kidogo tu kikosea kinakupeleka gerezani. Kwa mimi najua nitakuwa balozi mzuri wa vijana wenzangu kuweza kulinda mienendo yetu, tunaishije, tunafanyaje, tunaepuka kipi, tunafanya kipi kwa wakati sahihi. Hilo mimi mjiandae huko, vijana wote mnaoniangalia mimi kama mfano. Yako makosa mengi ambayo tunayafanya kwenye maisha yetu ya kila siku tunaona ni kawaida, lakini kimsingi ni vitu vikubwa sana. Kwa mimi niishie tu hapo, na mkipata magumu msilaumu sana. Mwenyezi Mungu anayo sababu kwa kila kitu. Hakuna kitu kinatokea duniani bila idhini yake. Semaje yani? Hakutegemea basi. Sasa kusema zaidi ya kumshukuru Mheshimiwa Rais, DPP na wote walioshiriki kwa kusaidia sisi kuweza kutolewa.
Mimi namshukuru tu Mheshimiwa Rais. Ni hivyo tu. Yaani sina mengi ya kusema. Yaani naomba tu niruhusu nikapumzike hata kidogo.